Waziri Mkuu wa Lebanon Nawaf Salam ametoa msimamo mkali wa serikali yake akitangaza kuwa nchi hiyo haiwezi tena kuendelea kuvumilia kile alichokiita vita vya kiholela na visivyo na tija vinavyopiganwa ndani ya ardhi yake kwa ajili ya maslahi ya mataifa au makundi ya nje. Kauli hii imekuja muda mfupi tu baada ya duru ya hivi karibuni ya mazungumzo ya kidiplomasia kukamilika nchini Marekani yaliyopelekea kuongezwa kwa muda wa usitishaji mapigano kati ya Israel na Lebanon kwa siku nyingine 45. Katika mahojiano na vyombo vya habari, Waziri Mkuu Salam alionyesha wazi kutoridhishwa kwake na kundi la wanamgambo wa Hezbollah, akilishutumu kwa kuingiza nchi hiyo kwenye mgogoro mkubwa wa kikanda wa Mashariki ya Kati ili kuunga mkono ajenda za Iran. Salam alisisitiza kuwa wananchi wa Lebanon wamechoka kubeba mzigo wa vita usiowahusu. Nikimnukuu amesema, Lebanon imekumbwa na matukio haya ya kiholela na sasa imetosha, mwisho kunukuu. Alisema kwa msisitizo, akiongeza kuwa jeshi la kitaifa la Lebanon ndilo linalopaswa kuwa kikosi pekee chenye mamlaka halali ya ulinzi na usalama nchini humo. Waziri mkuu huyo ametoa wito mzito kwa jumuiya ya nchi za Kiarabu na jumuiya ya kimataifa kuingilia kati na kuunga mkono juhudi za serikali yake katika mazungumzo yanayoendelea na Israel mjini Washington. Lebanon inasisitiza kuwa iko tayari kwa ajili ya makubaliano rasmi ya amani, lakini kwa masharti kwamba Israel lazima isitishe mashambulizi kabisa, iondoe majeshi yake katika vijiji inavyokalia kusini mwa nchi hiyo na kuweka ratiba ya wazi ya amani. Jina langu ni Hamza Saifu na hii ni Global TV. Mtaa mzima unajua maisha ni mwendo wa chapchap. Mtaa mzima unajua maisha ni mwendo wa chapchap. Lakini leo kuna sehemu matumaini yanakutana na suluhisho. Kwa nini unahangaika? Njoo wezesha Mzawa Microfinance. Punguza stress, ongeza maendeleo.